mazito haya yanatupeleka kwenda kutafakari kitabu cha Ufunuo. Tutaenda kuchimba kwa ndani hapo, tutatulia kidogo hapo kwenye Ufunuo, tukiangalia mstari mmoja baada ya mwingine. Je, huyu Babeli anayetajwa ni nani kwa sasa? Huyu Babeli amesimama kuikusanya dunia yote ni nani? Ufunuo sura 17 mstari wa 16. Tuwekee hapo. Ufunuo 17 mstari wa kwanza mstari wa 16. Akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitaza 7, akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Mstari wa 2, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakao katika nchi wamelevya kwa mvinyo ya uasherati wake. Namba 3, akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 7. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake, kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu, nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu. Tunaenda ndani. Amen. Amen. Amen, wana wa Mungu. Na Biblia inazungumzia juu ya kahaba mkuu. Nini maana ya kahaba mkuu? Lakini kama kuna kahaba mkuu, manake kuna makahaba wadogo. Kuna kahaba mkuu, lakini pia kuna makahaba wadogo chini yake. Tutaanza kuangalia andiko moja baada ya lingine, au mstari mmoja baada ya mwingine, tukijifunza juu ya hilo. Kwanza, Babeli ni mwanamke. Babeli ni mwanamke. Kwanza, Babeli ni mwanamke. Ufunuo sura ya 17 mstari wa 3. Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke. Nikaona mwanamke. Biblia inapozungumzia mwanamke, haizungumzii mwanamke hasa kwenye andiko kama hili la Ufunuo. Halizungumzii mwanamke kama mwanamke unayofahamu kama wewe. Lakini inapozungumzia mwanamke, inazungumzia kanisa. Amen. Inazungumzia kanisa. Mwanamke anayetajwa katika Biblia au katika Ufunuo, hatajwi mwanamke wa kibinadamu na ifahamu, linatajwa kanisa. Waefeso 5:31 hadi 32. Waefeso 5:31 mpaka 32. Kwa sababu hiyo, mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe,
na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na nini? Kristo na nini? Na Kristo. Maana yake nini? Ndio maana Yesu anasema Yesu na kanisa ni kitu kimoja. Anakuwa ndani yetu nasi ndani yake. Maana yake anahesabika kuwa ni mtu mmoja. Tuko katika ni mwili mmoja. Kwa hiyo Babeli anayezungumzwa hapa ni aina ya kanisa lililopo duniani.